Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, karibu. Ikiwa kila mwaka ifikapo tarehe kama ya leo, tarehe 12 Machi, huwa ni siku ya figo duniani. Siku kama hii hutumika kupewa elimu kuhusu umuhimu wa kulinda afya ya figo. Ungana nami kuitazama makala hii. Kila mwaka duniani huadhimisha siku ya figo duniani, ikiwa na lengo la kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa figo katika mwili wa binadamu, pamoja na kuhamasisha jamii kuchukua hatua za kujikinga na magonjwa ya figo. Maadhimisho haya hufanyika kila Alhamisi ya pili ya mwezi Machi, yakiratibiwa na mashirika ya kimataifa kama International Society na Nephrology kwa kushirikiana na International Federation of Kidney Foundations. Maana ya umuhimu wa figo. Figo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, vinavyosaidia kuchuja damu, kuondoa sumu na maji yasiyohitajika mwilini, pamoja na kudhibiti shinikizo la damu. Binadamu ana figo mbili ambazo hufanya kazi kubwa ya kuhakikisha mwili unafanya kazi kwa usawa. Wataalamu wa afya wanasema magonjwa ya figo mara nyingi hugundulika kuchelewa kwa sababu dalili zake hazionekani mapema. Hali hii inaweza kusababisha mgonjwa kufikia hatua mbaya inayohitajika matibabu makubwa kama kusafisha damu au kupandikiza figo. Maadhimisho ya siku ya figo duniani. Katika maadhimisho ya siku ya figo duniani, nchini mbalimbali duniani huandaa shughuli tofauti zikiwemo kutoa elimu kwa wananchi kuhusu afya ya figo, upimaji bure wa magonjwa ya figo na shinikizo la damu, semina na makongamano ya wataalamu wa afya, kampeni za kuhamasisha ulaji bora na maisha yenye afya. Lengo kubwa la maadhimisho haya ni kuhamasisha watu kuchukua hatua mapema ili kuzuia magonjwa ya figo ambayo yangeendelea kuathiri mamilioni ya watu duniani. Sababu zinazoweza kusababisha magonjwa ya figo. Baadhi ya sababu zinazochangia magonjwa ya figo ni pamoja na ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu, matumizi holela ya dawa bila ushauri wa daktari, unywaji mdogo wa maji, lishe isiyo bora. Namna kulinda afya ya figo. Wataalamu wa afya wanashauri jamii kufuata kanuni kadhaa ili kulinda afya ya figo, ikiwemo kunywa maji ya kutosha kila siku, kufanya mazoezi mara kwa mara, kupunguza matumizi ya chumvi na vyakula vyenye mafuta mengi, kupima afya mara kwa mara, hasa shinikizo la damu na sukari, kuepuka matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari. Maadhimisho ya siku ya figo duniani ni fursa muhimu kwa jamii na kukumbushwa umuhimu wa kulinda afya ya figo. Kupitia elimu na uhamasishaji, inawezekana kupunguza idadi ya watu wanaopata magonjwa ya figo na kuhakikisha jamii inaishi mara yenye afya bora. Kulingana na kauli mbiu ya maadhimisho hubadili kila mwaka, lakini ujumbe wake mkuu hubaki kuwa ni kuhamasisha watu kutunza figo zao kwa kufuata mitindo bora ya maisha. Daktari bingwa wa magonjwa ya figo Oswald Mwenem ameeleza umuhimu wa maadhimisho ya siku ya figo duniani, akisema kuwa siku hiyo inalenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu namna ya kulinda afya ya figo na kuzuia magonjwa yanayoweza kuathiri viungo hivyo muhimu vya mwili. Akizungumza na Kasako Media kwa njia ya simu kuhusiana na maadhimisho hayo, Daktari Mwemezi amesema siku hiyo hutumika kama fursa kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kazi za figo, dalili za magonjwa ya figo, pamoja na mbinu za kujikinga na matatizo yanayoweza kusababisha figo kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Amefafanua kuwa kupitia maadhimisho ya siku ya figo duniani, wataalamu wa afya hupata nafasi ya kuhamasisha wananchi kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kubaini mapema matatizo ya figo na kuyatibu kabla hajawa makubwa. Aidha, Daktari Mwemezi amesisitiza kuwa baadhi ya magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari yanaweza kuathiri figo ikiwa hayatatibiwa kwa wakati. Hivyo ni muhimu kwa jamii kufuata ushauri wa kitabibu, kula lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kuepuka matumizi holela ya dawa. Maadhimisho ya siku ya figo duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 12 Machi, yakilenga kuhamasisha jamii duniani kote kuchukua hatua za kulinda afya na figo na kupunguza idadi ya watu wanaoweza kuathirika na magonjwa ya figo. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas.
Sako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.